Tunageukia sasa katika kipengele cha fahamu mchezaji, ambapo siku ya leo namzungumzia mchezaji anayekwenda kwa jina la Selemani Mwalimu. Huyu ni mshambuliaji Mtanzania anayekuja na matarajio makubwa ndani ya soka la Tanzania. Anacheza nafasi ya mshambuliaji wa kati, yani center forward, na amekuwa akitambulika kwa uwezo wake wa kutumia nguvu, kukaa vizuri kwenye eneo la hatari na kutafuta nafasi ya kufunga. Taifa lake ni Mtanzania huyu Selemani Mwalimu. Amezaliwa Januari 19 mwaka 2006, mtoto wa 2000. Urefu wake ni takribani sentimita 181. Nafasi yake ni mshambuliaji. Klabu aliyoko sasa ni Simba Sports Club. Safari yake ya soka, mwanzo wa safari Selemani Mwalimu alianza kuonekana kupitia mazingira ya vipaji vya vijana Tanzania kabla ya kupata nafasi ya kucheza ngazi za juu. Alianza kujijengea jina akiwa na Fountain Gate, ambako alionyesha uwezo wake kama mshambuliaji kijana mwenye kasi na nguvu ya kupambana na mabeki. Uwezo wake nje ya Tanzania ni moja ya hatua kubwa katika maisha yake ya soka. Ilikuwa kuhusishwa na klabu ya Morocco, Wydad Casablanca, kabla ya kuja kupata nafasi ya kucheza Simba Sports Club kwa mkopo. Hii ilionyesha kuwa uwezo wake ulianza kuonekana hata nje ya mipaka ya Tanzania. Kuhamia Simba ilimleta Mwalimu kwa lengo la kuongeza ushindani kwenye safu ya ushambuliaji. Katika Simba amekuwa akipata nafasi ya kuonesha uwezo wake kwenye mashindano ya ndani. Takwimu zinaonesha amecheza kama mshambuliaji wa Simba na amekuwa sehemu ya kikosi katika misimu ya karibuni. Okay, Salula anasema historia haipigiwi makofi. Wanayanga wasubiri hiyo siku. Simba atatawala mchezo na kufunga magoli mengi. Asante sana Salula, nimependa. Historia haipigiwi makofi. Watu hawataki kujua bwana kitu gani kilitokea huko nyuma, wanataka waone sasa kuna nini. Juma anasema ngao ya jamii. Juma anasema ngao ya jamii. Jamani. Okay, ngao ya jamii inaonesha majibu kamili ya mfumo. Simba msimu wa mwaka 2024-2025 walipanda mbele ya Yanga. Wakaenda kumchukua Teba, au wamesahau? Haya, mlienda kumchukua Teba jamani. Juma anasema au mmesahau? Okay, tukiangalia katika fahamu mchezaji, tukiangalia aina ya uchezaji wa Mwalimu, nguvu zake, uwezo wa kushambulia eneo la mwisho. Mwalimu ni mshambuliaji anayependa kukaa ndani ya boksi. Anapenda kufuatilia mipira iliyopotea na anapenda kutumia nafasi chache kufunga. Nguvu dhidi ya mabeki. Nguvu dhidi ya mabeki aliona Mwalimu. Ana mwili unaomsaidia kushindana kwenye mipira ya juu na kucheza akiwa amebanwa na mabeki. Mwalimu ana umri wa miaka 20, bado ana nafasi kubwa kuboresha ufundi, kuongeza idadi ya mabao na kuwa mshambuliaji tegemeo wa Simba na Taifa Stars. Maeneo ambayo Mwalimu anapaswa kuboresha ni pamoja na umaliziaji. Mshambuliaji mkubwa hupimwa kwa mabao. Anatakiwa kuongeza utulivu mbele ya goli, uamuzi wa haraka katika kiwango cha juu. Anatakiwa kujua kupiga lini, kupiga pasi lini, kukimbia nafasi gani.
uthabiti wake, anahitaji kucheza mechi nyingi mfululizo ili kuendelea kujijengea uzoefu. Selemani Mwalimu ni miongoni mwa kizazi cha washambuliaji vijana wanaotarajiwa kuisaidia Tanzania kupata kizazi kipya cha ushambuliaji. Baada ya Tanzania kutafuta mrithi wa washambuliaji waliotangulia, wachezaji kama Mwalimu wanapewa nafasi ya kuonesha kama wanaweza kuwa suluhisho la muda mrefu. Hiyo ni kile kipengele cha fahamu mchezaji. Tugeukie sasa katika mechi za kesho na utabiri. Kombe la dunia kwa mwaka huu 2026, Norway watacheza na England saa 1 kamili usiku kwa saa za Tanzania, robo finali ya kombe la dunia. Norway ina nguvu kubwa kwenye ushambulizi. Erling Haaland ni tishio ndani ya eneo la hatari na timu inaonyesha uwezo wa kushambulia kwa kasi. Changamoto ilionayo Norway ni ulinzi dhidi ya timu zenye uzoefu mkubwa. England wenyewe ni kikosi chenye uzoefu wa mechi kubwa, ina wachezaji wenye uwezo wa kubadilisha mchezo muda wote na nidhamu nzuri ya kiufundi. Changamoto ni kwamba pressure kubwa ya kutaka kufika mbali baada ya miaka mingi bila taji. Kwa hiyo kwa utabiri, Norway wana uwezo wa kushinda bao 1-2 dhidi ya England au sare ya bao 1-1 dakika 90. England yashinde muda wa ziada. Mchezaji wa kuangaliwa kwenye mechi hii ni Erling Haaland pamoja na Jude Bellingham. Hiyo ni katika kile kipengele cha mechi za siku ya kesho pamoja na utabiri. Sauti inakuja, sauti inakataa, lakini naamini tunakamilisha kipindi bwana. Tuangalie sasa katika kile kipengele cha habari ili tutamatishe kipindi cha mambo leo kwa siku ya leo. Rasmi ngao ya jamii kupigwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ligi kuu kuanza tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu 2026 na ligi itaisha tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2027. Yanga wamesajili Juma Abushiri ni kiungo. Ni kiungo huyu. Nasri Kondo beki yao Kwasi ameongeza mkataba. Yao wameongeza mkataba pale Yanga. CAF wametangaza rasmi tarehe ya michuano ya Champion na Shirikisho Afrika itaanza mwezi wa 9. Azam FC imeachana na Yoro Derby pamoja na Fuentes. Ameamua kuondoka. Klabu ya Simba wametangaza kushiriki michuano ya Sekafa Kagame Cup. Selemani Mwalimu ameondoka Simba baada ya mkopo wake kuisha, amerudi Wydad. Rasmi Mosi Nduumwe amejiunga na klabu ya MC Alger ya Algeria. Na mchezaji wa zamani wa Simba Chamou Karabou amejiunga na klabu ya Talaba Sports Club ya Iraq baada ya kuondoka Simba. Nikimalizia hapa na ujumbe wake huyu Juma anasema Selemani Mwalimu ujumbe hautaki kusomeka. Anasema Selemani Mwalimu ni mzuri lakini haoneshi kuumia pale anapokosa goli. Kumbe ukikosa goli unatakiwa uumie. Okay, asante sana Juma kwa ujumbe wako. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Tayari nimekusogezea habari zilizopewa uzito. Nimekusogezea vichwa vya habari vilivyo trend ndani na nje ya Tanzania huko kwenye mitandao ya kijamii. Nimekusogezea uchambuzi wa mechi, nikakusogezea takwimu za wiki, ripoti ya uhamisho, mjadala wa siku, fahamu mchezaji, utabiri wa ratiba za mechi za kesho pamoja na utabiri, na nimemaliza kwa kukusogezea habari za michezo. Na kipindi cha mambo leo kinatamatika kwa namna hii hapa. 7 kamili tutajiunga na DW Kiswahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali.
Nukuu ya leo inasema, mtu huteswa na chake, cha mwenzako kitakutesa endapo utakipa nafasi katika maisha yako. Ukiniita Salome Mlai daima nitaitika. Nakupenda sana. Nikutakia uwe na mchana mwema wenye baraka na fanaka tele. Kwa heri kwa sasa. Bye bye.